Ahlan wa sahlan wapenzi watazamaji, kumbuka unaitazama KBC Channel 1. Imani yangu popote ulipo ubuheri wa afya, na tumeketi katika maeneo ya kaunti ya Kiambu, mahali ambapo magulamu wameketi vizuri zaidi baada ya kupanda pantosha. Sasa wamevuna pankwisha. Nazungumzia sanaa ya Kiswahili, show nambari 1 katika bara zima la Afrika. Hapa ndipo tunapiga mbizi na makafi mpaka basi tamati yake. Kumbuka hapa tupo katika kaunti ya Kiambu, Thika West ndio sub county, mahala ambapo shule ya Chania chini ya mchakato mzima wa kuanzishwa na MP Chania sasa hivi wameketi mahali pazuri zaidi baada ya kukaa kwa muda mrefu. Walipiga hatua na kujipiga msasa, kisha wakaweza kujikita katika maeneo haya na kuweza kujitawala, na hivyo basi wanaitwa Chania Boys. Katika hali hiyo inamaanisha kuwa katika ubora wao katika masomo pia wamenolewa wakanoleka. Kumbuka umbwa msasi mkali ni wakali pia. Wanajikubali zaidi katika masuala ya elimu, wamepiga hatua kubwa zaidi katika alama ya 7.4 mwaka uliopita, na wanakusudia kupata alama nyingi tena kubwa zaidi katika mwaka 2025. Nazungumzia mabwana wanaojituma sana, mabwana ambao wanajikubali sana, wananiambia bila kibali wala tafadhali nimekwisha shuka kwao. Chania Chania, sikia sauti zao kali zaidi, sauti za kumtoa nyoka pangoni kumleta jikoni mpaka jukwani. Kubwa zaidi wanaionyesha kwamba wao ni bora kuliko wengine. Kumbuka Chania watakuwa wanaonyesha umairi wao muda usio mrefu. Jina langu ni mtu kwao, Double M Mathias Momanyi. Usiondoke, lakini kumbuka sipo peke yangu, nipo na jaji kikosi cha majaji wawili ambao wanatathmini, nikianza na mzee wa kazi, mzee mrefu barani Afrika, Bartholomew Kikechi Kombo. Safi, na shukuru sana Mathias Momanyi kuwa katika shule hii ya wavulana ya MP Chania Boys ambayo inapatikana katika kaunti ndogo ya Thika West katika kaunti hii ya Kiambu. Mimi ni Kikechi Kombo, mwandishi wa vitabu vya Kiswahili katika shule za msingi JSS na katika shule za upili. Vile vile ni mhadhiri wa katika chuo cha walimu tajika hapa nchini Kenya. Mimi ni mmoja wa majaji ambapo utaweza kutathmini na kuelekeza wanafunzi watakapowasilisha katika kitengo cha bunge la mwanafunzi, vile vile katika kitengo cha mshabongo na lugha na kitengo cha fasihi. Mahali ambapo watakwenda upogo, bila shaka tutaweza kuwahimiza na kuweza kuelekeza, na mahali ambapo watafanya sawa, bila shaka tutawahimiza waweze kuendelea hivyo. Na wingi wa matumaini kwamba wanafunzi watashiriki vizuri ili kufikia mwisho wa kipindi hiki sote tuwe tumeelimika na kuburudika. Wama usema kinolewacho upata. Nashukuru bingwa. Asante sana, tumpigie makofi jaji huyo. Ameketi naye sako kwa bako Ustadhi Njonjo, amekaa chonjo tayari kukupatia kauli zake. Ustadhi Njonjo, kazi kwako mjomba. Na asante sana bwana Mathias Momanyi. Jina langu ni bwana Njonjo, mwalimu tajika katika shule ya upili ya wavulana ya MP Chania. Na shukuru Mungu kwa sababu ya kuweza kutuleta hapa siku ya leo ili tuweze kudadavua masuala tofauti ambayo yanahusiana na lugha yetu asalafu ya Kiswahili. Leo hii tungependa tumekaa ange kuweza kushuhudia wanafunzi wakizidi kumenyana katika masuala tofauti. Na kuambia usisonge, uwe nasi huku tukigoja kuona weredi wa wanafunzi. Nikitamatisha basi nitasema kwamba kaa nao, ishi nao, lakini usikubali wa kupigie kauli. Asanteni. Tupie makofi jaji wetu. Sauti ya Simba, mwite sauti ya Simba Ustadhi Njonjo, bila shaka mpenzi mtazamaji, akiwa amekaa katika kikundi cha majaji. Tutakuwa tunasikiliza sauti yake, namna anavyodadavua na kutambua juhudi za wanafunzi hawa. Toka kaunti ya Nairobi mpaka huko, kumbuka ni kilomita 45. Sasa tumetulia, tutakuwa tunasikiliza vijana hawa namna wanavyojiandaa. Wamepikwa wakapikika, wakajiandaa wakaandalika vizuri zaidi. Je, watafanya kitu gani? Siri ya mtungi muulize kata. Lakini hapa tupo katika eneo la Chania, maskani ya burudani, maskani ya vipaji na talanta chungu tele kama pishi la mchele. Moja kwa moja ni wakati wa kusikiliza wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, akiwe ngao na mlinzi
na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mungu twaomba uilinde Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Asante sana. Siku zote mwanangu, keti usikilize. Jamvi limetandikwa na jamvi lenyewe basi ni la kuonesha vipaji vyao. Vijana hawa wapo anga kutupatia sehemu zao mbalimbali. Kumbuka ni katika kitengo cha vipaji, mtazamaji, na ukaribisha sana tusikilize sehemu za ushairi, sehemu za nyimbo, sehemu za wachoraji, sehemu za vipaji ambavyo wametunukiwa na Mwenyezi Mungu. Hii ni kwa mujibu wa mchakato mzima wa CBE na CBC, ikiwa basi ni mtaala. CBE ni tathmini. Je, itawaboresha kesho yao namna gani? Ni kupitia vipaji hivi vijana hawa watakuwa wamepata riziki ya kesho yao. Kumbuka riziki ni mafungu 7. Itakuwa namna gani? Kaa kitako, tulia, sikiliza. Mambo yatakuwa mazuri kuliko nyama ya nyongeza. Usiondoke. Kwa heshima ya walimu, leo twaangazia ili nanyi mfahamu bidii wanazotia stadi nyingine muhimu vyuoni tukipitia. Dereva chombo imara, mbele sote tuko sawa katika yao maisha. Wengi wametoka mbali ili kutupa motisha, kunoa zetu akili, ujira wao boresha, zidishe yao asali. Dereva chombo imara, mbele sote tuko sawa katika kuelimisha. Watoto hawachagui, mafunzo wakifundisha, kufunza hawabagui. Kusudi kwenye maisha kusiwe na uadui. Dereva chombo imara, mbele sote tuko sawa. Kwa majina ni Radim Mushina na niko katika kidato cha pili na nina talanta ya kuchora. Kama unavyoona hapa, nilichora basi ambalo ni kwa sababu nilikuja kugundua kuwa katika nchi yetu tuna talanta ya kutengeneza basi tofauti tofauti ambazo ukienda kwenye mahali kwingine huwezi kupata, kama Rwanda, hadi ukienda Uingereza ambako huwezi pata basi kama hizi. Kwa majina ni Derek Ngige Mwangi, kidato cha pili. Kipawa changu cha kuchora mchoro huu ni kwa sababu kinatuhimiza tuwe na undugu na upendo katika maisha yetu, na pia inatuhimiza tupendane sote na mambo yatakuwa sambamba. Mchoro huyu nilipoanza kuchora unanipa motisha. Kwanza nilianza kwa kuchora sehemu ya kwanza, kama unavyoona kuna giza. Hii giza unionyesha wakati ninapokuta niko hali yangu ikiwa mbaya, lakini wakati mwingine bado niko na hali ya kujikaza. Ndipo nilipoweka nyota ama mwangaza wa mwezi. So huu mwezi unanimulikia wakati niko na giza ama matatizo, inanipa mwanga wa kuendelea katika kimaisha, na baadaye
nipo nitaweza kupata matunda kutokana na kujiamini kwangu. Kwa majina ni Peter Mariondo Irungu. Hii ni sanaa ya uhandisi. Mnapoona ni huu nimeujenga mtaa wa Thika pale Gatitu. Naam, na majengo haya ni majengo ambayo nimeyabuni ya kwamba miaka ijayo kama 30 hivi yatakuwa pale kwa imani. Hili hapa ni duka kubwa ambalo kwa kimombo ni TGM, ni mall. Nalo hili hapa ni jengo la ofisi kuu za serikali. Mnavyoona ni kuna kituo cha ndege. Zile zingine ni nyumba za watu kuishi. Na pia kuna duka kuu lingine. Pia barabara na reli za treni za stima ambazo nimebuni nikaona miaka ijayo zitakuwa zikipitia katika kila kaunti. Asanteni. Maisha ni ulinganisho, saizi uko huku, baada ya muda uko huko. Mungu amenibariki, wakinitafuta mali waliniacha si yuko. Afya nina njema na pia sijaikosa kitu kwa mfuko. Ama niseme hela, Kiswahili sanifu, kwetu mtaa kuiongea ni hafifu. Nimenyonga tai, ninakaa nadhifu, wengine wananiongea, naweza sema hiyo ni wivu. Mistari na reju ni mbivu, niko juu kama bingu, nasambaza furaha kama wingu. Vijana tujitume na yuanzi ya shule, tuko huku ndo tupate masomo, lakini juu manga wengine wanapata msomo. Nakumbuka nikiishi kijijini, niliambiwa nisome niende mjini, nitie bidii, lakini mali ninajua mjini ni CBD. Ni rahisi kusema dango ni A, lakini ukikosa kujituma kuipata ni balaa. Doba ni upiga vile inafana, sichezangi mpira, ni ucheza mavifaa. Mtaa ukibonga solo hiyo sio ritifaa, dawa inakufaa. Chani ya mpisha uwezi wakishanisha wafahamisha, so mkaerada. Heri nikose mbuku kuliko nikose lata. Maisha jo ni raha, nimetambulika kakinara, wananiangalia juu kama mnara. Doba genje, vitu ni ufanya. Haya ndio doba. Aticheki KBC mmekaribishwa huku Chano, nyinyi ndio mmeanza kuzoza hadi East, mmesaidia vijana kutoka East wamegrow, nyinyi ndio mmezoza kutoka enzi za Godfather, mmeingia kwa industry miaka 4 kutoka enzi za Godfather kina Moi, imesababisha uradi nyinyi ndio mmeingiza hadi Chano, nyinyi ndio station number 1 kama venye tunajua. Godfather waliwatambua, waliwasikiza, umetufunza Kiswahili si tu sanifu bali imezoza. Mamode huku Chano wanatuhimiza 24/7 tuwasikize. Sini akina nani lazima tunawawatch vipindi zenu moto tunazisikiza. Asanteni. KBC nasema habari, asante kwa kukaa maise, huku ni kama Miami. Chano tunakulaga chapati na depa mwite Mr. Ndwati. Huku discipline, huku kuna discipline na bado kuna machopa. Huku hatunaga wakora, si usoma na jao to bless, hatuwezi pata homa. Huku miadarati tulishachorea, hata nyisi mnajionea. Vijana wazuri hatunaga kiburi. So leo nimekam, mimi ni ule kijana mkuu, nita mwalimu genius. I'm always not so rude. Cheki, hii advice ni ya my youth and it's for your own good. So don't take it for granted. Nikisema drugs neza fanya ukuwe hunted. Waliniambia bangi huridhisha, nikawasikiliza because I wanted to be a good rizla. Cheki saini nimegeuka kila. Enyewe education the only key to success. So msiasiwahi kudanganya uingie kwa pombe. Juu kazi ya pombe ni kukuongezea 2 locks. Education itakufanya ushaina makalas, but bangi itakufanya ukuwe fala. See, this is Chano. Tunasemaga to be rather than to seem. If it has to be, it is up to me. Uwezi ni convince nitumie chavi suski. Uwezi ni convince niingie taxin. Na mimi mwenyewe sijaipanda taxi. So, wakikuuliza waambie ni mwalimu genius the senior, asiyekuwa na linear mind wala atambui senior mamblena wagwan. Makosa ni ya nani? Tulikosea wapi? Wengine mashinani, uwanjani, jua majani, ungedhani wanatumia bangi. Akiwalai siku dhani juu reality hii ni bangi. Vijana huku nje wameiba mali mbalimbali, hawatambui hadi za serikali. Jitu ya kukosa kazi. Makosa ni ya nani? Nilimit na mmoja huko Umoja, Aisee alikuwa amekonda ungedhani ni conductor. Juu hii ni scavi, sila kwa vitamin C. Juu Kisi alikuwa mkisi msudi mwenye ana uzuri. Nilimuuliza kuliandaje ili afike hapo, akanisho yeye alikula vako bila avocado, akifungua macho kodokodo, wengine wakiraisi kidogo. Yeye kichwani alikuwa mdogo.
Tuachane na hayo tugange yajayo, vijana ndio hao sako kwa bako bila kula vako na mabako ila jamadimanga, ungedhani wanaenda kuzimanga kumbe ni kuandamana na kutetea haki zao. Makosa ni ya nani? Hii dunia imechange kawa gunia iliyojazwa na makadamia, huku mumia askari sio mia. Vijana huku tunaumia, especially wanaume huku tunalia jukani, kulalia tunalalia matangaria. Msijiulize mbona tuko wengi jela na si ya hela, ni kukosa hela. Wengi wetu si kupenda, ni kukosa otherwise. Juu think twice utapata umejisacrifice hadi place wengine unakula ice bila spice, na ukidecide bado una backslide. Makosa ni ya nani? Bwana, ndio. Asante sana mtazamaji. Kumbuka balaa ikikupata kaa usijifanye shujaa. Wamefanya kazi kubwa zaidi. Kumbuka vijana wa Chania, kila mmoja amejaribu sana kulingana na uwezo wake. Kuna magenge ton kibao sana, yani kuna wengi ambao wana vipaji, wana spoken word na wana sauti za mafoka kali tu ambazo zinamtoa nyoka pangoni na kumleta mrembo jukwani. Imependeza sana kuliko nyama ya nyongeza. Kutoka Chania nasema pongezi kubwa zaidi kwenye sehemu ya vipaji. Kumbuka mpenzi mtazamaji, tukirudi tutakuwa tunashuka ndani ya bunge la mwanafunzi. Je, wabunge hawa toka Chania watakuwa wanafanya kitu gani ambacho kinafanya sheria bungeni ikatungwa ikawa jambo likawa tungo likawa umbo? Je, itakuwa vipi? Hii ni Sanaa ya Kiswahili. Asante sana Charles Anthony toka Kabarak, anasema anatukubali sana. Asante sana pia mzee Zefania Nyarunda toka sehemu za Kisii Hai inatazama vizuri zaidi wakiwa na mzee Fred Mogaka. Kazi kuntu zaidi. Kumbuka hii ni sanaa haina mfano. Barabara kabisa mtazamaji. Kumbuka tupo katika bunge la mwanafunzi. Hapa wapo wabunge wa Chania. Palipo wazee hapaharibiki neno, palipo na wabunge hapaharibiki sheria, palipo na miti pana wajenzi. Ndio hawa Chania. Upande wangu wa kulia kuna mbunge. Jina lako nani kwanza? Anaxas Mukiri. Asante sana mbunge Anaxas Mukiri. Jina lako? Samuel Masharia. Asante sana mbunge Sam Masharia toka kaunti ya Kirinyaga. Victor Ngala. Victor Ngala toka kaunti ya Mombasa. Asante sana mbunge. Jina lako nani? Eliud Njora. Eliud Chora kutoka kaunti ya Baringo. Jina lako nani? Joseph Mutunga. Joseph Mutunga kutoka kaunti ya Kitui. Jina lako nani? Jafet Ngige. Jafet Ngige kutoka kaunti ya Murang'a. Mpenzi mtazamaji, tusikilize watazamaji. Kumbuka hawa wabunge siku zote, japo wanafunzi, ni viongozi walioteuliwa kuzungumza katika mada ambayo ni ya maandishi katika insha ya kuyamilifu. Nazungumzia insha ya mjadala. Hapo wanazungumzia, je, swala la utunzaji mazingira ni swala ama ni jukumu la serikali? Utunzaji mazingira ni jukumu la serikali? Je, mnakubali au mnakataa? Haya, sema. Serikali ina mamlaka ya kutunga na kusimamia sheria za kutunza mazingira. Haya, serikali inapaswa kuweka na kutekeleza sheria zinazohusu uharibifu wa misitu, uchafuzi wa maji, hewa na ardhi. Kwa mfano, nani asiyejua kuwa mwananchi anapokata mti anapaswa kupanda mingine miwili? Naam, mwananchi anapaswa kupanda miti mingine miwili ili kufidia huu mmoja ambao amekata. Haya, hoja yangu ya pili. Mazingira ni swala la umma, linahitaji usimamizi wa kimataifa. Masuala ya mabadiliko kama vile tabia nchi hayazuiliwi na mtu kibinafsi, bali yanahitaji ushirikiano wa kimataifa kupitia serikali. Lazima serikali ifadhili utafiti kuhusu hali ya anga ili tujue chanzo kinachotuma kuongezeko kwa joto nchini. Asanteni. Tupige makofi mbunge huyu jamaa. Naam. Upande wangu kushoto mbunge amesema kwamba sikubaliani naye. Amekataa katakata. Unasemaje mbunge? Utunzaji wa mazingira ni jukumu la serikali, sio
bali kwa hoja ya kwanza ni kuwa utunzaji wa mazingira ni jukumu la kila mtu. Nasema vipi? Nasema kuwa kila mwananchi anachangia katika uharibifu wa mazingira kama tunavyoona mitaani kwetu. Kwa mfano kataji wa miti ovyo ovyo na hivi kusababisha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo ni jukumu la kila mmoja kuwa sehemu ya suluhisho hili. Kwa mfano serikali hutoa mchango. Si wote tunajua kuwa serikali inatoa mchango ili kuendeleza utunzaji wa mazingira. Kwa mfano kutoa fedha ama kutoa vifaa vinavyotumika ili kutunza mazingira. Na hivyo basi serikali ikitoa mchango wa kuendeleza utunzaji wa mazingira, kwa mfano wanasaidia katika kuelimisha watu, ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha kuwa amefanya lile analoelekezwa na serikali, na hivyo itasaidia utunzaji bora wa mazingira. La pili ni kuwa tunaona kuwa watu binafsi, jamii, mashirika yasiyo ya serikali ina mchango zaidi katika utunzaji wa mazingira. Kwa mfano kuna uundaji wa makundi ambayo hufanya kazi ya upanzi wa miti, upandaji wa miti na usafishaji wa mitaa na uelimishaji. Na hii yote wanafanya bila msaada wa serikali. Ni kumaanisha kuwa haya makundi yote ni kielelezo ya makundi mengine iliyoshiriki katika kuzingatia mazingira, ya kuonyesha kuwa pia wana uwezo wa kutunza mazingira bila hata msaada wa serikali. Asante. Makofi tumpigie mbunge. Siku zote mtazamaji, mjenga nchi ni mwananchi na mvunja nchi ni mwananchi. Unasemaje mbunge? Utunzi wa mazingira ni jukumu la serikali. Ndio. Kwanza kabisa ni kuwa serikali ndio shirika kuu linaloendeleza elimu ya mazingira. Serikali inashirikiana na vyombo vya habari, kwa mfano wana KBC. Hii tunaikuta katika maisha yetu ya kawaida. Kwa habari za kila siku unakuta serikali inawahimiza watu kuwa waendelee kuhifadhi mazingira yetu. Pia serikali wanawafadhili waimbaji na vikundi mbalimbali ili viweze kuelimisha watu. Hii inaonekana kuwa serikali inapowajumuisha waimbaji wote au vyombo vyote vya habari pamoja na kuwaambia kuwa waweze kutunga nyimbo au waweze kutoa habari ambazo zitaweza kuhamasisha watu kuhamasisha watu ili waweze kutunza mazingira yao. Na hapa ni kweli kabisa kuwa ama si kwa serikali, sisi wote hatuwezi kuitunza mazingira yetu, kwani serikali inashirikiana na serikali zingine. Kwa mfano katika mikutano ya kitaifa ya COP. Hii ni mikutano inayohudhuriwa na marais kutoka nchini kote duniani ili waweze kutoa na waweze kuangalia vile ambavyo tunaweza kuendeleza uhifadhi wa mazingira. Kama ambavyo mwenzangu alivyosema kuhusu tabia nchi. Wanapokutana, kwa mfano katika mkutano wa mwaka uliopita COP 29, waliangazia vile ambavyo wataweza kusaidia nchi na nchi ambazo zimeathirika sana sana kuhusu uharibifu wa mazingira. Hii ni jukumu kubwa ambalo sisi wenyewe kama wananchi hatuwezi kulifanya, kwani hatuwezi kuenda kuongea na marais wengine kutoka nchi zingine kuambia eti kuwa tunahitaji ufadhili wao, bali tunaituma serikali ambayo sisi wenyewe tulioichagua waweze kutusaidia, waweze kwenda kutuwakilisha katika mikutano hii. Asante sana. Makofi tumpigie jamani. Mbunge hapa ananiambia bwana nipe safu yangu nimsemeze, nimpe dozi huyu bwana, unamwambiaje? Hoja yangu ya kwanza ni kwamba uharibifu wa mazingira huletwa hasa na familia na wanajamii. Hii ni kusema aje?
ya kwamba utapata kule mitaani utumiaji wa makaa ambao unaleta uharibifu wa miti na ukataji wa miti kiolela, na pia uchomaji wa taka ambao unaweza kuharibu hali ya anga kwa kutoa hewa isiyo safi. Hii sio sawa kabisa. Ndio maana hata unaona katika Kenya hii kuna siku iliyotengwa ya kupanda miti. Kwa hivyo hii ni kumaanisha serikali bila kushirikiana na wanajamii haiwezi kuboresha mazingira yetu. Hoja yangu ya pili ni kwamba kuwepo kwa sheria hakutoshi, ila tabia za wanajamii ndizo zinazoleta mabadiliko. Kwa mfano, serikali inaweza kuweka sheria kuhusu upandaji wa miti, lakini ilhali wanajamii wakiweza kukataa kupanda miti, basi hakutakuwa na uboreshaji wa mazingira. Hii ni kusema kuwa utapata serikali inasema kuwa tusikate miti, lakini kule vijijini ambapo serikali haipatikani sana, utapata bado wanakata miti. Na kama wataweza kushirikiana katika utunzaji wa mazingira, basi hakutakuwa na maendeleo ya uboreshaji wa mazingira. Hii ni kusema kwamba lazima kuwepo na ushirikiano kati ya wanajamii na serikali katika kutunza mazingira. Asante. Makofi tupige bwana hivi. Kisikia basi mlio. Kuna mdundo pia. Bingwa toka kaunti ya Mombasa Ngala. Wape dawa. Serikali yetu ambao imesheheni viongozi wengi ndio iliyopewa jukumu na wananchi kuweza kuwaongoza katika kila zoezi katika nchi yetu. Viongozi hawa wanastahili kutoa miongozo na kuwashauri wananchi katika njia mbalimbali za kuhifadhi mazingira. Licha hayo, viongozi hawa ndio wanastahili kupewa kipaumbele na kuchukua na kulivalia njuga swala hili la uhifadhi wa mazingira kwanza kabla wananchi. Hivyo basi wananchi hutazamia na wanafahamu kwamba maji hufuata mkondo. Nao ndio maji. Mkondo wetu ni serikali. Kwa hivyo serikali ikienda kinyume na uhifadhi wa mazingira, hivyo basi wananchi hawana budi ila nao wataendana kinyume na uhifadhi wa mazingira. Nikizamia katika hoja ya pili ni kwamba serikali yetu ndio yenye rasilimali za kutosha na uwezo wa kifedha wa kufadhili mazoezi yote ya uhifadhi wa miti. Tukichukulia mfano mzuri katika ulimwengu wa sasa ama hali ya nchi ya sasa, wananchi wengi asilimia nyingi wamo katika hali ya umaskini, hawajiwezi, hawana mbele wala nyuma. Hivyo basi hawana zile rasilimali ambazo zitawezesha kuweza labda kununua miche ili kupanda miti, kuweza kuongezea ile idadi ya miti nchini na kujiwezesha pia kutunza mazingira. Hivyo basi uwezo huu wote umo mikononi mwa serikali. Serikali yetu ndio yenye bajeti wanayostahili kuitoa kwa nchi yetu kuleta utunzi wa mazingira. Shukran. Tupige makofi Ngala jamani. Lakini bwana mdogo hapa anasema mbunge nipatie fursa uone nifunge msumari. Wape basi. Asante sana. Nitaanza kwa kusema kuwa ni jukumu la kila mwananchi anayeishi karibu na mazingira yoyote, kwani yeye ndiye mlinzi wa kweli wa mazingira yake. Nitaanza na kusema kuwa wafugaji, wavuvi na wafugaji, wavuvi na wakulima ndio watu walio ndani mashinani kwenye mazingira asili, wanao uwezo wa kutunza mazingira yao, kwani si rahisi serikali yetu kuingia ndani mashinani na kuhakikisha mazingira yote yametunzwa. Ndio maana kuwa kuna uongezeko wa tabia nchi, kuna uongezeko wa ukataji wa miti. Hoja yangu la pili ni kuwa taasisi ya kitaifa zina changamoto tele katika kuendeleza na kuwasilisha upandaji wa miti katika
nchi yetu. Tunaona kuwa wananchi wanakata miti ilhali kuna sheria inayosema kuwa mwananchi anapokata mti mmoja apande miwili. Lakini je, ni yupi ama ni asilimia ngapi ya wananchi wa nchi yetu ya Kenya wanafuata sheria hiyo? Pia tunasema kuwa serikali ingawa imeeka mikakati mingi ama tele, inakumbwa na changamoto ya kuwa wananchi wanakosa kufuata maagizo. Kwani juzi tunajua kwamba kupitia NEMA serikali iliagiza kusimamishwa kwa kutumia karatasi za plastiki, lakini hadi wa leo wananchi wa nchi ya Kenya na zaidi bado wanatumia karatasi hizo za plastiki ambazo tunaelezwa kwamba zinadorora afya ya mazingira yetu. Asante sana, tunaendelea kufuatilia maoni yao. Tupate mmoja kutoka kwa hiki kikundi azungumze wa mwisho na mmoja katika hiki kikundi kukamilisha hiyo sehemu ya bunge la mwanafunzi. Nani anazungumza kwa niaba yenu? Naam, shukrani. Kama nilivyotangulia kusema kuwa serikali yetu ndio iliyoshikilia bajeti ya uhifadhi wa mazingira. Kwa hivyo ndio inayostahili kutoa mchango na fedha zitakazotumiwa katika mazoezi yote ya nchi tunapokuwa tunahifadhi mazingira yetu. Patia bwana, kuna kauli na muuma sana huyu bwana. Unamalizaje? Naam, ningependa kusema kuwa kakaangu hapa amesema kuwa serikali ndio inatoa fedha za kusimamia utunzaji wa mazingira. Lakini sisi wote tunajua kwamba fedha hizi zatoka wapi? Ushuru wa wananchi. Kwa hivyo wananchi wakiwajibika kulipa ushuru, hivyo basi serikali itapata fedha za kutunza mazingira. Kwa hivyo bila wananchi kuwajibika kutoa ushuru, hivyo basi hakuwezi kuwa na fedha zozote katika utunzaji wa mazingira. Asante. Barabara kabisa mtazamaji, kumbuka kaa kinua gando kuna jambo. Wapiga makofi hao wangwana. Unaposikiliza kauli zao pevu zimetawala hoja na siku zote katika uandishi wa insha za kiuamilifu. Nazungumzia insha za mjadala. Hoja zinatawala sana kuliko chochote kile. Je, wameafiki malengo? Tukirudi tunazama katika chemsha bongo, tupige mbizi na makafi kwenye sanaa ya Kiswahili. Tuende kwa majaji watuambie wapo tumeandikia mate ama wino. Hii ni sanaa ya Kiswahili. Asante sana MP Girls, wanafuatilia vizuri sana. Kiambu Hai na Murang'a Hai wanasema kipindi kinapendeza kama nyama ya nyongeza. Aise, usiondoke, hii ni sanaa yako. Wala mtazamaji, kumbuka ukigota gogo unasikiliza mlio wake, na hapa wapo mashujaa. Nazungumzia Simba na Chui wa Chania. Chania Chania, sehemu ya chemsha bongo iliyosubiriwa sana kwa hamu na hamumu ndio hii sasa kabisa. Tuanze kwa kujitambulisha. Jina lako nani mdogo wangu? Kwa majina naitwa Josephat Masharia kutoka kidato cha 4. Asante sana Josephat Masharia. Upande ule wakati? Kwa majina ni Simon Munyo kutoka kidato cha 4. Cheza vizuri zaidi tikitaka paka upande wa 3 pala anacheza nani? Kwa majina ni Michael Mwambire kutoka kidato cha 3. Barabara kabisa, amefunga katika hiyo zamu ya Simba. Chui, jina lako nani mbunge? Jina langu Modekai Mshindi kidato cha 3. Asante sana Modekai. Katikati pala anacheza nani? Nafahamika kama Bravin Asava kutoka kidato cha 3. Bravin huyo wa Arsenal. Jina ule mwingine anaitwa nani yule? Jina langu ni Francis Ndungu kutoka kidato cha 3. Asante sana Francis Ndungu. Moja kwa moja katika maswali. Kumbuka hapa ni papo kwa hapo kamba ukatajiwe, na papo kwa hapo unagonga ndipo. Swali la kwanza. Taja ala za kutamkia zinazotumiwa kuelezea sifa za irabu yoyote ile. Masharia. Midomo kuwa viringwa au tandazwa, ulimi kuwa juu, kati au chini, ulimi kuwa mbele, kati au nyuma. Asante sana, mpiga makofi bingwa huyu. Upande wa Simba. Chui, swali ni hili. Kanusha katika hali ya wingi. Uliko ndiko kuliko navyo. Uliko ndiko kuliko navyo. Mliko siko kuliko navyo. Piga makofi, amejaribu sana. Tunga sentensi siku zote. Ukionyesha sauti mwambatano katika maneno haya. Mandhari, kunywa,
vushwa, changamka. Katika neno mandhari, sauti mwambatano ni na, da na ha. Da. Dha. Aha, tuendelee tu. Sauti mwambatano ni nywa. Nya. Aha. Vushwa. Katika neno vushwa, sauti mwambatano ni shwa. Shwa. Lakini najua naweza kuwa labda hujanitajia nijue ni sauti gani hiyo, lakini utakuwa umeitaja tu. Changamka. Neno ni nga. Na ga. Haya, umeshindwa kutambua mka. Sawa basi, tuendelee. Swali jingine. Tunga sentence kwa kutambua sauti funge katika nomino yoyote ile. Nomino yenye silabi funge ni maktaba. Maktaba. Sentence ni mwalimu yu maktabani. Mwalimu yu maktabani. Mpige makofi bingwa huyo. Zingatia silabi ama kitenzi cha silabi moja kuandika sentensi hii katika hali ya kutendewa. Wanafunzi njooni. Nasemaje? Wanafunzi walijiwa. Wanafunzi walijiwa, mpige makofi bwana. Unaona nashinda wewe. Haya basi. Swali la mapisi. Mataifa ni mengi katika bara la Afrika. Taja taifa ambalo linaanza na neno la Kiingereza the, na ndilo taifa katika bara la Afrika linatumia kijineno cha Kiingereza the. The Democratic Republic of Congo. Bado. Katika hilo taifa kwenye ramani na siku zote linaanza kwa the. Kwa sababu umelikosa na wapa kidokezo. Linapatikana katika upande wa Afrika Magharibi. Haya. Mkiendelea kulimalizia hilo basi, kwa sababu limekuwa gumu. Mji mkuu wa Burundi unaitwaje? Dodoma, Tanzania. Na uchunge sana usiniambie Bujumbura. Naam. Burundi ni Bujumbura. Bado. Mji mkuu wa Burundi. Watu wa historia. Mji mkuu wa Burundi. Kidokezo unaanza na sauti ga. Haya mpenzi mtazamaji, mji mkuu wa Burundi unaitwa Gitega. Baada ya wanafunzi hawa kujaribu maswali ya mapisi, yanataka historia na watu kusoma vitu vingi na makala tu. Twende moja kwa moja kwa majaji. Naenda kwake mzee wa heshima Bartolomeo Kikechi, kocha wa raga nchini. Nashukuru sana Mathias Mumanyi katika awamu hiyo ya kwanza, ambapo wamepeleka wanafunzi katika kitengo cha bunge la wanafunzi na kitengo cha chemsha bongo. Hakika wapata kwamba wanafunzi hawa walielewa swali la mjadala na wakao wanalijadili katika sehemu zote mbili, yani ya kuunga na kupinga. Wama usema kila mwamba ngoma uvutia kwake, na kukelewa kwamba wakaweza kubabadua hoja. Swali lilikuwa ni utunzi wa mazingira ni jukumu la serikali, na kwamba wakasema serikali ina fulusi na hivyo ina uwezo wa kutosha katika harakati za kulinda mazingira na vivyo kuhakikisha kwamba hamna mabadiliko katika tabia nje. Katika kitengo cha chemsha bongo, swali la kwanza lilikuwa limerejelea kwenye matamshi na wakaweza kubaini zile irabu. Irabu huwa ni 5, yani a, e, i na o na u. Na wapata kwamba a na i ndizo, kumradhi, e na i ndizo irabu za mbele, a ni irabu ya katikati, alafu o na nyuma ni irabu za nyuma. Nyuma mdomo uviringwa, za mbele na kati mdomo utandazwa. Alafu kuna sauti za mwambatano tumaiweza kubaini dha, shwa, nywa na cha na nga. Silabi funge ni silabi ambayo inaisha konsonanti, kwa mfano labda. Alafu kuna vinyume, hakika wapata kwamba wanazingatia nini? Wanazingatia vitenzi bali si nomino. Alafu kuna swali la mapisi ndio uliwauliza hasa inji ya bara Afrika inaanza na the, na kwamba wakaweza kulala iliweza kuwatatiza, lakini hakika kwamba ni inji inayopatikana Afrika ama ya Magharibi, yani the Gambia. Kwa nini wakaipa inji hii the Gambia? Ili kuweza kuitofautisha na inji ya Zambia. Nashukuru bingwa kwa ujumla wanafunzi wamejaribu kati ya 100 ndio tunuku 100
75, yani ahasi. Nashukuru bingwa. Makofi kwake jaji jamaa. Wamepata A-. Kama ni A- ni wakali hawa. Tuende kwake ustadhi aliyekaa chonjo siku zote, bwana Njonjo. Tusikilize sauti yake. Kwanza kabisa niseme ya kwamba wameweza kushughulikia hoja kikamilifu, lakini kwa sasa manake mwenzangu ameelezea hoja ambazo wamezitoa. Kwa hivyo mimi ningependa kushughulikia baadhi ya makosa ya kisarufi ambayo wameweza kuyataja. Mwanzo niseme ya kwamba kulikuwa na suala la upatanisho wa kisarufi pale ambapo kuna vikundi vyote viwili viliweza kusababisha makosa haya. Kwa mfano, kuna mmoja ambaye alisema kwamba asilimia nyingi badala ya asilimia kubwa. Vile vile naona kuna mwingine ambaye aliweza kusema uongezeko badala ya ongezeko. Niseme ya kwamba lugha ndio kifaa muhimu sana ambacho kinaweza kutumika katika mawasiliano. Niseme ni vizuri wahakikishe kwamba wameweza kujipiga msasa ili waweze kuepukana na haya makosa ya sarufi, manake pia yataweza kuadhibiwa katika uandishi wa insha. Pia nami niseme kwamba nitawapa alama 74. Inapendeza zaidi. Kumbuka, baada ya kusikiliza kauli zao, tukimaliza sehemu hii basi ya Chemsha Bongo, tutashuka katika sehemu ya fasihi muda usio kwa mrefu. Kumbuka, hii ni Sanaa ya Kiswahili. Hongera sana Alex Bosira toka Alliance High, anasema shule inaifuatilia kazi yao maridadi sana kama ngozi ya mbega. Nikirudi nitakupa burudani zaidi. Shukran jazila mpenzi mtazamaji, hii ni Sanaa ya Kiswahili, sehemu yako ipendayo ya uchambuzi wa vitabu na fasihi. Lakini hapa tunamdadavua, tunamtambua na tunamchambua mwandishi Said Ahmed Mohamed katika kazi yake ya Mkamandume. Ukomo umemziba kinywa Mkamandume, umeumpa kilema cha ukimya wa milele. Anataka kusema lakini hawezi. Amebaki kusema na nong'ono tu zake za ndani za kung'ong'ona tu. Sasa ukimya umegeuka stiari ya maisha yanayovunjika vipande vipande. Maisha yanavunjika vipi? Nani basi asiyejua kwamba hatimaye Mkamandume umepoteza maisha yake? Jambo hili linamkera kweli kweli. Usiseme ubabe, usiseme umangimeza, usiseme ufashisti. Hata taasubi linatawala swala hili. Ghafla anafyochoka kama bofu linalodungwa sindano. Anatofyoka tu, kabaki kufurahikiana na mparapara. Kuna siri gani ndani ya vitabu vya fasihi? Tafuta Mkamandume, kazi ya wachapishaji. Lakini kumbuka, siku zote mwandishi, unapata fursa katika kipindi chetu cha Sanaa ya Kiswahili, tunakuchambua, nawe shirika lako la uchapishaji linadhamini kipindi, kisha tunapata pato kubwa zaidi la kusoma vitabu vya fasihi. Kumbuka, hii ni Sanaa ya Kiswahili, sehemu yako ya uchambuzi wa vitabu. Usiondoke. Asante sana mpenzi mtazamaji. Sasa ni sehemu yako ipendao ya uchambuzi wa vitabu. Sasa hivi tunazamia vitabu vya fasihi na tunachambua fasihi kwa kina zaidi katika Bembea ya Maisha, kazi yake Timothy Ntereba Moriasi, kazi yake ya Bembea ya Maisha. Tuone namna gani vijana hawa walivyojiandaa katika fasihi. Kabisa, kwanza wajitambulishe, jina lako. Kwa majina Emmanuel Wanguri, kigogo wa Kiswahili katika shule hii ya Mpisha, na niko katika kidato cha 4 kusini. Asante sana, makofi kwake. Jina lako bwana mdogo? Kwa majina ni Josca Dollars katika kidato cha 3 kaskazini. Asante sana. Mwenzake? Jina langu ni Victor Ngala, kidato cha 4 kaskazini. Asante sana. Upande huu mwingine kuna mabingwa. Jina lako? Kwa majina ni Andera Fidel, kidato cha 3 G. Sadakta. Nawe wanakuita nani? Kwa majina ni Manase Munene, kidato cha 3 G. Asante sana bingwa. Jina lako wanakuita nani bwana? Kwa majina ni Patrick Njoroge, kidato cha 3 G. Asante sana.
Tuingie kwenye maswali ya fasihi na tunaanza kwa fasihi simulizi. Sehemu ya ushairi. Taja tofauti ya msuko na kikwamba. Msuko Naam. hili ni aina ya shairi ambapo kuna mshororo mmoja huwa mfupi kuliko mishororo mingine katika ubeti. Agalabu unakuwa ni mshororo. Agalabu huwa mshororo wa mwisho ambao ni kibwagizo ama uwe mshororo wa kwanza. Kikwamba je? Kikwamba hili ni aina la shairi ambapo huwa na urudiaji wa vifungu vya maneno katika ubeti ama labda mshororo pia. Makofi mpige ngala. Ungeponyoka kama maji kwenye viganja, ningekosa ufundi wa kuziba mianya. Weka dondoo hili katika muktadha wake. Msemaji ni Kiwa. Kiwa, sawa. Anamwambia Dina. Dina, umegonga ndipo. Mandhari ni nyumbani kwa Dina. Hapo sawa. Sababu ni kwamba Kiwa alikuwa anamweleza Dina kuwa ingekuwa ni yeye angekuwa na ugonjwa ambao Sara ako nao, angeshindwa uwezo wa kumpeleka hospitalini na kumpatia hizo matibabu. Jadili umuhimu wa msemewa katika kujenga ploti ya tamthilia ya Bembea ya Maisha. Msemewa ni Dina. Ehe. Ametumika kujenga ploti ya tamthilia. Ametumika kuchimuza sifa za wahusika kama vile Sara ambaye ni mvumilivu. Ametumika kuchimuza maudhui ya wajibikaji. Naam. Ambapo anatuchorea Sara akiwa mwajibikaji. Aiso, nasema unaitwa nani? Emmanuel. Emmanuel. Kidato cha ngapi? Cha 4. Mwalimu wako anaitwa nani? Bwana Jonjo. Makofi mpigie jamaa. Fafanua namna maudhui ya mabadiliko yanapojitokeza katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Maudhui ya mabadiliko yanajitokeza katika Bembea ya Maisha na Asna anaonyesha mabadiliko kwa vile anasema hawezi kuishi katika kijiji kwa kuwa yeye ni tomboy, na anataka kukaa jijini kwa kuwa jijini ndiko mahali ambapo yeye anahisi ako sawa. Haya, mpige makofi, amejaribu sana. Hongera sana vijana hawa, wakali kweli kweli. Umbwa msasi mkali ni wakali pia. Mwana wa muuzi asiposana ukukuta jamaa. Wakali kweli kweli. Chania, tuwapige makofi kweli. Haya, tunaenda moja kwa moja kwa majaji, tusikilize sauti zao. Niseme ya kwamba katika fasihi hoja ni muhimu sana, na hapa tunaangazia uhakika. Manake katika fasihi porojo hazitumiki. Lazima tuangazie mambo ya ukweli ambayo yameandikwa kwenye vitabu. Na hivyo mwanafunzi anapojaribu kudanganya yale ambayo yameandikwa, basi huenda akanaswa haraka iwezekanavyo. Niwaambie ya kwamba katika fasihi kama ni lazima mwanafunzi adanganye, basi niseme ya kwamba ajifunze kudanganya kwanza ili aweze kutoa hoja zake. Manake bila uhakika ataweza kupatikana. Kuna swala ambalo limeweza kugusiwa kuhusu fasihi simulizi. Niseme ya kwamba katika upande wa fasihi na wamejaribu na wapa hasi, huku upande wa fasihi simulizi naona wameweza kulimatia sana. Niwape mshawasha waweze kujituma kule vitabuni ili wafanye mazoezi ya ziada. Asante. Nashukuru sana katika awamu hii ambapo wanafunzi ulianza katika harakati za kuelekeza na kuwauliza maswali kuhusu shairi, ambapo ulitaka bainisha bahari mbili za mashairi, na hapo kwamba kuna bahari ni nyingi. Mfano kuna bahari ya mtiriko, bahari ya pindu.
Vile vile kuna bahari ya Tenzi, bahari ya Masivina, Ukawafi, Ukaraguni na bahari ya Ukara na Ukaraguni. Lakini wapata kwamba hapo ulitaka waashirie waweze kubainisha bahari ya Kikwamba na Msuko, na kweli mwanafunzi huyu aliweza kubainisha na kusema kwamba kibwagizo kimefupishwa katika bahari ya Msuko, na katika bahari nyingine ya Kikwamba kuna baadhi ya mafungu au neno yanarejelewa. Na natumai mwalimu ameelezea pale. Kuna swali la bembea ambapo ulitaka waweze kueleza umuhimu wa mhusika huyu Dina. Napo kwamba umuhimu wake katika tamthilia nzima ya Bembea umejitokeza kuonyesha kwamba anavyochimunza asili ya dhiki ya Sara. Anasema kuwa na kijiji hasa walimtia Sara vinywani na kumtafuna kama chigamu. Kwa sababu hapa anazungumzia maudhui ya umbea, na pale kwamba mwanini huyu ana umuhimu wake unaojitokeza, anakuza maudhui haya ya umbea aliyopo katika jamii, na vivyo anakuza maudhui ya tasubi ya kiuma ambayo imesagaa katika jamii hii ya Bembea. Vile vile ametumika kudhihirisha migogoro iliyopo katika jamii. Anaelezea jinsi wanajamii walipojikita kwenye migogoro, yani migogoro nyingi ya familia, hususan napoangalia familia hii ya Sara na Yona. Anaonyesha pia hatima ya mgogoro uliopo kuwepo katika baina ya familia, na kwamba hapa anaonyesha hatima ya mgogoro uliopo katika familia hii ya Yona na familia ya Yona na Sara, na kwamba anasema mwanzo ilikuwa ni kana kwamba Yona aliweza kutaka kumtaliki mkewe kwa sababu hakuwa na mrithi halali kutokana na wanajamii, lakini mwisho anaona kwamba anaonyesha kwamba namna walivyokuja pamoja, namna wanao walivyojaliwa na kuweza kufikia kilele cha elimu. Vile vile anajenga maudhui katika tamthilia, kwa mfano maudhui ya utu, na kwamba anajitokeza kumsaidia Sara pale nyumbani pake, kumfaa katika harakati za kumwandaa chakula, kumwandalia Yona chakula, kwa sababu pale kwamba alikuwa ameadhibiwa hasa kiasi cha kwamba kupatwa na haya maradhi ya moyo. Kati ya 100% nitawapa wanafunzi hawa B, yani B plain. Baada ya kuwasha moto wameniambia wapo tayari sasa hivi kutikisa viuno vyao kichikichi, kuifanya iwe kweli zaidi ndani ya sanaa ya Kiswahili. Walioumbwa na talanta, walioumbwa na kipaji, ni wakati wa densi kubwa zaidi. Watafanya jukwaa litifuke vumbi. Itakuwa namna gani? Sanaa ya Kiswahili, usiondoke mpenzi mtazamaji. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, hii ni sanaa ya Kiswahili. Mimi kanga naenda na urembo wangu. Cha mtu sikitamani, anasema marehemu Ustadhi Shuara Mzee Mbega. Lakini kumbuka hapa panaondoka na miondoko ipo mkubwa zaidi. Miondoko ya chani, wakijaribu kukuonesha namna walivyoumbwa na viuno vyao, watageuka 360, wataifanya iwe kubwa kuliko ilivyo. Kumbuka hii ni sanaa ya Kiswahili, hisa nimesanzuka. Yeah. Yeah. You see that one lock. We going then. All right. Okay. All right. Okay. You're driving in your car and posing like superstar, and you're flexing in your Jeep. Let me hear your beat from down the street. You know you're looking cute in your Tommy and Versace suit, in your sneakers and your boot. Let me see your salute. That is well, let me see you now wave, and let me see you just wave. Everybody just wave, and misbehave and don't be afraid. I want to see you just wave. Sadakta mtazamaji, imekuwa furaha kubwa zaidi, furaha tele, furaha ya tasa kujifungua pacha kwa mpigo. Furaha iliyoje ya gumba kumzalisha tasa, na kuwa ndio raha ya Mungu kuitenda. Basi kumbuka, nasema shukrani jazila kwa Mwenyezi Mungu ambaye amehitimisha siku hii. Baada ya kung'oa nanga, tumetia nanga. Lakini kumbuka, huu si mwisho, ni mwanzo unaoanza mwisho. Chambile hicho Profesa Said Ahmed Mohamed anakuambia safari bado ndio inaanza. Sanaa ya Kiswahili, jina langu ni Double M Mathias Momanyi, nafunga kazi nikisema bingo. Heshima na simama, kujificha sikubali, nitamke hima hima, mambo yalo ya kweli, bayana neno nasema, tutukuze Kiswahili.